Hello, mambo vipi? Hope uko mzima, unaendelea vizuri kabisa, na hii ni Dada Flow ambapo inaenda kukutanisha mabinti na wanawake mbalimbali ambao tayari wanafanya vitu ambavyo vinaonekana kwenye jamii kwa ajili ya kuleta mabadiliko na mchango chanya kwenye jamii zao. Dada Flow itaenda kukutambulishia, kwa maana ya kwamba pengine huwafahamu, lakini Dada Flow itaenda kutambulisha mmoja badala ya mwingine. Kama ni mfanyabiashara, mtu wa masuala ya afya, mtu wa masuala ya mazingira, masuala ya uongozi, Dada Flow itakupa nafasi ya wewe kuwafahamu. Na leo bwana, tunaye binti mrembo mashuhuri ambaye tayari amekwisha kuona vitu ambavyo vipo kwenye jamii na ameshakwisha kupata nafasi ya kuvionesha. Ataenda kutueleza kwa nini anafanya, ni namna gani ambavyo yeye anathubutu kuleta matokeo chanya. Karibu, baki nasi. Karibu sana. Asante. Tuko na Maria Daudi ambaye mimi nakufahamu. Je, Maria Daudi ni nani? Okay. Maria Daudi ni binti, lakini pia sio binti tu, ni kiongozi. Mimi ukiachana na kuwa binti, ukiachana na kuwa kiongozi, pia ni mwanafunzi wa taasisi ya ustawi wa jamii ambapo kwa sasa niko mwaka wa 3. Ndio. Nikichukua kozi ya social work nikiwa katika level ya degree. Wow. Maria ni kiongozi. Ingekuwa ni tunda, ungechagua tunda gani na kwa nini? Ningechagua, niko natafuta tunda ambalo linastahimili sana. What kind of fruit? Aliji. Basi mimi nakuchagulia tunda la apple. Okay. Tunda la apple ni zuri na kila mmoja analipenda, lakini kwa namna yake. La msimu. Yes, na msimu wake. Kwenye swala umejitambulisha kwamba wewe ni mwanafunzi lakini ni kiongozi. Kiongozi kwa engo gani au katika vitu gani? Okay, kwanza kabisa kama nilivyosema awali, mimi ni mwanafunzi. Kwa hiyo nimepata nafasi ya kuteuliwa kuwa waziri ofisi ya Rais na utawala bora katika serikali ya wanafunzi chuo cha ustawi wa jamii. Yeah. Lakini apart from that ninafanya kazi au nina volunteer kwenye organization ya vijana Umoja wa Mataifa UNA Tanzania, ambapo pia pale nina nafasi kama communication officer, and nina volunteer au tuseme ninafanya kazi kwenye organization nyingine za kimazingira ambapo nina roles tofauti kulingana na organization ambazo niko. Kwa hiyo kwa sasa nimeweza kumention hizo chache. Wow. Yeah. Ulipotaja nafasi zote hizo, wewe bado ni mwanafunzi, uko UNA, bado serikali ya wanafunzi, bado kwenye hizo organization zote. Wewe kama binti ulizipataje hizo nafasi? Kwanza kabisa wanasema opportunity are not given, are grabbed. Yeah. Kwa hiyo sio rahisi mtu kukupa tu kitu au mtu kukuamini kukuweka sehemu fulani kama hauna uwezo au haujamuonyesha nini unaweza kufanya. Yeah. So tuseme labda nielezee tuseme safari yangu ya uongozi. Yeah. Kwa hiyo mimi ni firstborn, first of all. Mimi ni firstborn. Kwa hiyo naamini siku zote mtu ambaye ni firstborn anakuwa anapata responsibility mapema sana. Kuongoza wadogo zangu 4 sio kitu rahisi. Firstborn kwa watoto 5, na wadogo zangu 4. Yeah. Lakini pia safari yangu ya uongozi tuseme rasmi kabisa ilianzia shule ya msingi. Kulikuwa na some organizations ambazo zilikuwa zinakuja chuoni, shuleni kwetu. Na niliweza kuwa niliweza kupewa nafasi kama waziri wa elimu nikiwa shule ya msingi. Kulikuwa kuna this organization inaitwa DMI ambapo ilikuwa imeanzisha program ya bunge la watoto that time. Nakumbuka waziri wa elimu alikuwa Margaret Sita. Margaret kidogo. Kwa hiyo hiyo program ilipoanzishwa shuleni kwetu, walianzisha hiyo program ya bunge la watoto and nikateuliwa kuwa waziri wa elimu. Kwa hiyo tulikuwa tuna practice masuala ya bungeni nikiwa niko shule ya msingi. Kwa hiyo nilikuwa inanihamasisha kuangalia bunge, like what is going on, wanaongea nini, ili na mimi nikifika shule niweze kupractice. Kwa hiyo tuseme kuanzia hapo ndipo nikawa nimeanza kujihusisha na masuala mazima ya kijamii. Nilipofika sekondari vitu vibadilika kidogo kutokana na changamoto za familia, so nilikuwa sio mtu ule wa kuengage sana kwenye masuala mbalimbali, though nilipata nafasi ya uongozi, nilikuwa Montres. Lakini tuseme rasmi kabisa safari yangu ambayo ilikuwa iko very serious ni nilipokuwa chuoni, hasa nilipokuwa diploma,
kwa sababu mimi nimeanzia diploma. Kwa hiyo nilipokuwa diploma nilikuwa pia najificha, yani nilikuwa nipo kwenye situation ambayo nilikuwa sitamani kuonesha nina nini, yani nilikuwa natamani niwe mtu ambaye naingia na kutoka. Nilikuwa nasema yani nikiingia chuoni na mind my business. Kwa hiyo sikuwa nataka kujihusisha kwenye hizi event zozote. Kwa hiyo I always appreciate kaka yangu, tuseme ni rafiki yangu pia, ni mwanafunzi mwenzangu pia, anaitwa Humphrey Otaru. Yeye ndo ambaye tuseme alinipa moyo wa kuanza hiki ambacho nimekianza. Nilikuwa napenda kuongea. Kwa hiyo kwenye presentation tu za darasani nilikuwa nikitoka, yaani sijionyeshi, lakini nikitoka kupresent nilikuwa na present vizuri. Na whatever nilipokuwa nikipresent alikuwa ananifanyia au nikitoka ananifuata, umefanya vizuri. Kwa hiyo nikaona like kumbe kuna watu wanavutiwa na nini nafanya au na vile ambavyo na present. So hiyo ilikuwa ikinipa motisha, like nikiona nina presentation yani nitaenda nitasoma, nitajipanga kama naenda kuperform. So ilikuwa inaendelea hivyo, alikuwa akinipa moyo. And nakumbuka kuna siku akaniambia, Mary, wewe una kitu, lakini ni wewe tu umeamua kujificha, lakini una kitu unaweza kufanya. Kwa hiyo alipokuwa akiniambia vile, ilikuwa inanipa mzigo ndani yangu kwamba mimi naona kama siwezi kufanya hiki kitu, lakini watu wanaona nini nafanya. Kwa hiyo ndio hapo ambapo alianza kuniunganisha na fursa mbalimbali. Alikuwa akinipa mialiko kwenda kwenye mikutano mbalimbali ambayo ilikuwa inaandaliwa na Yuna, lakini organization nyingine. Kwa hiyo tuseme hapo rasmi ndio safari yangu ilianza, ambapo nilianza kama organizing committee wa TIMON, ambapo TIMON tunasema Tanzania International Mode of United Nations, mkutano kivuli wa Umoja wa Mataifa wa vijana. Kwa hiyo alini encourage, nika apply, nikafanya interview na nikapata. Kwa hiyo tuseme the journey ilianzia hapo. Umetueleza kwamba wakati umeanza sasa diploma ulikuwa na hofu. Na tuseme hichi ni kitu kikubwa ambacho kinawakumba wasichana wengi, hasa kwa upande wa chuo. Unajua chuo bwana, kuna namna moja au nyingine wasichana ile, kuna namna unafika sasa, sijui ni mtu anakuwa anajiona ni mzuri au anajiona kwamba hawezi, kwa maana kwamba wako wasichana wengi ambao wanafika chuo alafu wanasema siwezi kufanya, yani sitaki kujionesha. Kwa nini nijioneshe? Au paka nitafutwe, wanifuate serikali ya wanafunzi wanione. Hii kwako wewe ilikuwaje? Na hiyo hofu kwako wewe ilikuwaje paka ukawa hivyo? Tuseme mazingira ya chuo ni tofauti sana. Yani mazingira ya chuo kwanza ina population kubwa, lakini watu wenye diverse, yani kuna diversity, watu tofauti. Kwa hiyo kuna namna unaweza ukajiangalia the way wewe ulivyo, ukaangalia na wengine. Let's say wewe umetoka shule ya serikali, unakutana na wenzao umetoka sijui santi nini huko, the way wanaongea English like wanafanya mimi nitaweza kweli compete. So kuna namna ambavyo ile lifestyle ya chuo inakufanya uwe feel inferior, like yani ligi nilotoka huko sio hii ndio ingia sasa hivi, kwa sababu unakutana na watu tofauti. Kwa hiyo at the beginning inakuwa ni ngumu sana kuweza kucope. Na ndio maana tunasema kwenye maisha unahitaji mtu ambaye sometimes atakupush au atakuonyesha kwamba unaweza kufanya, kwa sababu as a human being kuna muda unaona kabisa hauwezi, lakini ikitokea mtu huyu amekwambia bwana you can do this, inaamsha ile ari ya kuthubutu na kufanya jambo. Na kwa upande wako labda kuna wasichana ambao hatuna, unajua like wewe pengine kwenye familia uliotoka ulikuwa unapata support au upati support, lakini una kitu ndani. Na nakumbuka ulianza tangu mdogo. Lakini kuna yule mtu ambaye anaweza kawa anakusikiliza sasa hivi, yeye haoni support, lakini anaona watu fulani wanafanya, labda tuseme ana wale models ambao anawaangalia either kwenye mitandao ya kijamii au vipi. Wewe unawapataje, na ukishawapata unawatunzaje hawa watu? Kwa mfano kama hapo ulipokwisha kutuelezea wewe kakako ambaye tayari amekwisha kukusaidia, kukupa moyo, wewe baada ya kuona kwamba huyu ni mtu ambaye ananisupport, ulimtunzaje? Na naamini kuna wengi zaidi uliwapata baada ya kuanzisha safari yako. Kwa upande wako ilikuwaje? Kwanza tuseme siri kubwa ni kushow up. Unaweza ukawa una kitu ndani, lakini kama ukikificha ni ngumu hata watu wanakuzunguka kukiona. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa wewe kufanya ni kuonyesha kile ambacho unacho. Apart from kuonyesha kile ambacho unacho, unatakiwa sasa ujitokeze. Sio unakionyeshea chumbani kwenye kioo, una practice kuongea ukiwa ndani. Inabidi sasa uwaonyeshe watu kile ambacho uko nacho. Na namna ya kuonyesha inaweza ikawa kwenye kushiriki matukio mbalimbali ambayo yanakuwa ni open. Labda tunahitaji vijana 50
jisajili uende, labda sio kuna mkutano nenda, yani vile unavoenda unapata room ya kushow kile ambacho uko nacho, na from there ndipo utapata system ambayo itakusupport. Yako cha kumshauri mtu ni kwamba kama unaona na kitu ndani yako, jitahidi kukionyesha kile kitu, na jitahidi kukionyesha kwa watu sahihi, kwa sababu ukionyesha kwa watu tofauti wanaweza wakakudiscourage, wakakuvunja moyo. Kwa hiyo tafuta system ambayo unahisi hiyo system itakumotivate, alafu waonyeshe kile ambacho unaweza kufanya. Bwana we, mimi nimevalishwa na Tivers Boutique. Kama unavyoniona naonekana vizuri kabisa. Ni wauzaji wa nguo ambao wanapatikana Mbezi Makonde, wauzaji wa nguo za kike, blouse nzuri official kabisa ambazo utaingia nazo ofisini, kwenye event na mikutano mbalimbali nje na ndani ya Tanzania. Lakini wana suruali nzuri za official ambazo wewe mwanachuo, wewe dada, mama unaenda ofisini unaweza ukazipata kwa saizi yote na rangi zote zinapatikana. Kuanzia shilingi 10,000 tu unapendeza kama mimi hapa nilivyopendeza. Mariam, yes, tuendelee sasa hapo kwenye swala la kupata watu sahihi. Wewe unahisi una watu sahihi ambao unawafuatilia au upo nao? Yeah, nina watu sahihi. Kitu gani kinakuonyesha kwamba hawa watu ni sahihi? Kwanza kabisa ni watu ambao huwa wanaona uwezo wangu ambao mimi penyewe naweza nikawa sijauona. Yaani ni mtu ambaye anakwambia Mary, you can do this, ambacho sometimes wewe hujai kufikiria kama unaweza kufanya, lakini watu ambao wanagundua zile hidden talent ambazo unazo. Lakini pia ni watu ambao ukiwashirikisha jambo lako hawakudiscourage, lakini wanakuonesha how to do it in a good way. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana sana sana, na mimi ni mtu ambaye namwamini Mungu sana. Kwa hiyo moja ya maombi yangu ambayo huwa naombaga, huwa nasemaga, Mungu naomba unikutanishe na watu sahihi. Kwa sababu kama una kitu ndani yako alafu kukutana na watu ambao sio sahihi, huwezi kufikia malengo. Na namna Mungu ambavyo anapitisha baraka zake kwetu sisi, anatumia watu. Kwa hiyo ukipata system au ile tuseme surrounding system nzuri ya watu ambao ni sahihi, lazima watakuchallenge kufikia kwenye where ambapo wewe unataka kufika, kuweza kufikia kwenye destiny yako, lakini pia kuweza kuperform vizuri kwenye kila ambacho unafanya. Wow. Ni kitu kizuri sana ambacho mimi nafikiri wewe mwanachuo dada ambaye unatutazama, ni namna nzuri sana ya kujifunza namna ya kuangalia watu gani sahihi ambao wanakutia moyo. Maana yake wale watu ambao muda wote wanawaza positive. Ukiwa na watu au ukiwa na marafiki ambao mara zote wao ni negative, umependeza anakuambia hujapendeza, umefanya vizuri amna anayekusifia. Zaidi ya ushawahi kupata watu ambao katika saiko yako sasa upo chuoni, ushawahi kupata watu ukafeel, umesema unamwamini Mungu, ukafeel like watu mbona kama hawanitii moyo, lakini mbona kama wanataka kushindana. Unajua hiyo ni changamoto pia wadada wengi wanakutana nayo wakiwa chuoni. Yaani like upo darasani lakini kuna vitu vyako unafanya kama hivyo, una own your business, lakini kuna namna ambavyo kuna watu wanaweza wakawa nyuma yako au wasichana wenzako. Tunasema adui ya mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Hapo kwa upande wako wewe inakuwaje? Kusema kweli hizo changamoto haziepukiki kwa sababu binadamu wana namna tofauti ya mitazamo. Na hiyo changamoto tuseme nimeipitia mwaka uliopita wakati napata hii nafasi ya kuwa waziri wa ofisi ya rais. Nilipitia kipindi ambacho ni kigumu na sijai kushare. Though watu wa chuoni kwangu wanafahamu. Ni kwamba kuna hizi changamoto za kisiasa za vyuoni. Nadhani mtu ambaye yuko chuoni anazifahamu. Kwa hiyo kulikuwa na hizo misunderstanding mpaka ambapo pale niliteuliwa kuwa waziri wa ofisi ya rais, bado kukawa kuna hayo maneno. Nilifikia hatua mpaka nikatamani niende polisi, yani nikaripoti. Yani nilifikia, yani kulikuwa kuna ile bullying ya hali ya juu. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye huwa sipendi kuonewa. Yani sipendi kuonewa, au pia sipendi kuona marafiki zangu wanapitia bullying. Kwa hiyo yani nilifikia stage ambapo nikasema mimi naenda polisi. Yani nilizamiria kabisa, lakini mwisho wa siku kwa sababu nina watu sahihi waliniambia hutaki kufanya hivyo. Yani wewe umepata hiyo position, onyesha nini unaweza kufanya. Basi yani itafika stage mafuta na maji yatajitenga. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini narudi tena pale ukiwa na watu ambao ni sahihi, wanakuambia calm down, usifanye hiki usifanye hiki. Lakini kama ningekuwa na wale hype friends ambao nao wanataka shari, I say tungeenda polisi, sijui tungekuwa tumefikia wapi. Lakini very hard kwa kiongozi alafu mwanamke, lakini katika umri mdogo. Wakati mwingine mimi naona pia chuoni wanasema
hata kupata wale models ambao ni wa kike ni ngumu. Je, wewe kwa upande wa chuoni kwenu, yani kwa mfano kuna kiongozi wa kike lakini kukufundisha kama labda kukuelekeza kama vile ambavyo yeye amefika inakuwaga ni ngumu kuliko watoto wa kiume? Yani wanasemaga watoto wa kiume ni rahisi, Maria twende, Mary fanya hivi, lakini kupata yule mtu wa kike, wewe kwako ipoje na wewe una practice vipi kwa wengine? Kwangu mimi sema kweli hamna mtu wa kike ambaye ananimentor, na siwezi kusema hawataki. Nadhani sijai kumapproach kwamba labda naomba unisaidie hiki na hiki, sijawahi kumface. Lakini nina viongozi wengine ambao ni wa kiume, lakini na viongozi wengine ambao ni wa kike nje ya mazingira ya chuo, walishawahi kuwa viongozi wa chuo. Kwa like wananiambia vumilia, ndio mambo ya chuo yalivyo. Na changamoto kubwa inakujaga chuoni hasa kwenye hizi nafasi za kuteuliwa. Ni nafasi ambazo watu siku zote wanahisi umeteuliwa kwa sababu labda ya sababu nyingine tofauti ya kile ambacho unaweza kukionyesha. Yaani naamini labda umeteuana tu kwa sababu ni marafiki, au labda umeteuliwa kwa sababu huyo mtu ana interest na wewe. Yaani kuna zile figisu, yani kwa nini akuteue nini? Lakini nashukuru Mungu kwa sababu siku zote unachokiamini, kama unaamini unachokifanya kipo sahihi, keep doing it. Kwa hiyo despite of hayo maneno, hizo kadhia, still tumestand na naamini mambo yanaenda sawa, kwa sababu kuwa kiongozi haimaanishi inabidi umfurahishe kila mtu. Yaani kuna watu ambao wataona tuseme negative side of you, lakini kama unaamini unachokifanya ni sahihi, keep doing it. Wow, very interested. Na kwa upande wako unaona au unahisi hiyo ni ndoto yako kwenye swala zima hiyo process ya uongozi tangu ulipoanza mdogo ulipofika chuo, ni ndoto yako? Unajua maisha tuseme maisha labda niongea kitanzania, yani kuna muda unaweza ukawa mdogo una ndoto ya kuwa mtu fulani. Ulivyokuwa mdogo ulikuwa unatamani kuwa nilikuwa natamani kuwa daktari. For real. Nilikuwa natamani kuwa daktari, na nilichokuwa natamani kuwa daktari ni kwa sababu tu niliona tamthilia kuna daktari nilikuwa nampenda, ndio nikaona natamani kuwa daktari. Lakini sometimes mazingira yanayokuzunguka au tuseme jamii ambayo uliopo inaweza ikakushape wewe uwe nani kulingana na ule uwezo ambao Mungu amekupa ndani yako. Kwa hiyo hivyo nikaenda nikawa natamani kuwa mwandishi wa habari. Yaani nilikuwa na struggle, natamani kuwa mwandishi wa habari sana sana. Lakini sikupata support ya hiyo dream, kwa sababu yani kuna siku niliitwa na baba yangu akaniambia, wewe unajua andishi wa habari? TV aliniuliza tu swali ambalo nilishindwa kulijibu na likafanya nikadisqualify kwenda kusomea course. Aliniambia tu like, TV ziko ngapi Tanzania na radio? Niorozeshe. Nikazi name. Asa unadhani watu wote wanaosoma wanagombania kuingia kwenye hizi TV? Yani kuna namna nikaona okay, kama ina make sense kwa huo muda. Kwa hiyo nikasema anyway, ngoja nitafute kitu ambacho nahisi ninaweza nikafit. Kwa hiyo kwenye kutafuta nikaona nina passion ya kufanya kazi na jamii. Yani hata kama ningekuwa mwandishi wa habari lazima utafanya kazi na jamii. Kwa hiyo nikatafuta kitu ambacho pia kitanifanya nisitoke mbali na lengo. Kwa hiyo nikaamua kwenda kusoma katika chuo cha Star Jamii, and I'm proud of being the student. Unahisi wazazi ni vikwazo kufikia kuhakikisha watoto wanafikia malengo yao? Sometimes kwa sababu wazazi kila mzazi anapokuwa na mtoto kuna namna anampicture mtoto wake awe wapi. Yaani kuna namna anatamani mwanawe sehemu fulani, alafu kuna namna wewe sasa kama mtoto unatamani kuwa sehemu fulani, alafu yeye ndo anayelipana. Sio, unaelewa? Kwa hiyo inafika stage inabidi mbalance. Yaani kuna muda yeye anatamani uwe sehemu fulani na yeye ukiangalia ndo ana power kwamba yeye ana ada, alafu wewe unatamani kuwa sehemu fulani. Kwa hiyo kama ukishindwa kumconvince mzazi au ukashindwa kumuonesha mzazi the value ya kile ambacho unataka kuwa, siku zote utajikuta unaenda kusoma kozi ambayo hukuitaka. And I did for my side. Nilienda kusomea ualimu. I remember nilienda kusomea ualimu kwa sababu nilikuwa nashawishiwa like ualimu ukisoma tu unapata ajira, sijui nini. Kweli nilienda kusoma. Sijutii, lakini ni kitu ambacho hakipo ndani yangu. Nilienda kusoma, field tu ile ikanifanya nikaona mimi sio mwalimu. Yaani nilikuwa najitahidi kukopa, lakini nikaona this is not my place. Kwa from there nikamwambia baba, mimi nimesoma lakini naona sitakuwa na furaha kazini kwangu. Kwa sababu kama kuna chance ya kuweza kufanya kile ambacho nakipenda, naomba unipatie. Kwa hiyo nashukuru baba yangu pia alinielewa, akanisupport, nikaenda kusoma taasisi ya Star Jamii. Na makubaliano yetu yalikuwa ni diploma. Nikimaliza diploma, yaani sasa nianze kuangalia utaratibu mwingine. Lakini
nilipofika hiyo diploma nilianza sasa kuingia kwenye hizo committee. Kwa unakuta namtumia babangu picha, baba leo nimesafiri nimeenda sehemu fulani kuna mkutano. Kwa anaona kama kuna mwanga. Kwa sasa naye akaanza kuonyesha support na ananisupport mpaka leo, namshukuru Mungu. Namaliza mwaka huu graduation. Wow. Yeah. Yes. Mariam, umetueleza mambo mengi na yako very interesting, tunatamani kuyafahamu zaidi. Lakini tunaangalia sana hususani kwa upande wako, upo chuo, bado upo kwenye hizo committee, bado upo kwenye hizo organization. Unawezaje hapo kumanage? Kwa sababu kuna muda ambao unahitaji uwe chuo, kuna muda ambao unahitaji kwenye jamii uwepo kama unavyosema, unashirikiaje mambo ya jamii, mambo ya chuo, mambo ya uongozi, bado unatumwa, yani muda wako hapo na personal issues. Unatoka hata out wewe? Yani out zangu zinakuwa zimeassociate na kazi, yani labda ofisini tuenda outreach ndio out hiyo. Yani japokuwa natafutaga muda pia wa kufanya vitu vyangu. Ila moja changamoto ambazo zinaface viongozi wengi ambao wako chuo ni namna ya kubalance. Nitatoa mfano mimi sasa hivi nafanya kazi na organization ya tuseme kampuni ya Arena Recycling Industry. Yes. Kwa hiyo chuoni kwetu nashukuru tuna ratiba fulani hivi ambayo ni very friendly. Kwamba unaweza ukasoma, yani vipindi vilivyopangwa, imepangwa vipindi vya A na B. Kwa hiyo unaweza ukaopt ukawa class A au unaweza ukaopt ukawa class B. Class A vipindi vinaanziaga sana asubuhi mpaka mida ya jioni, class B vinaanzia jioni mpaka usiku. Kwa hiyo mimi muda wangu asubuhi naenda kazini. Alafu natoka saa 9, saa 10 naingia darasani mpaka saa 3 usiku. Okay. Kwa hiyo kidogo nashukuru pia ratiba yangu ya chuo inanisupport kufanya hizo harakati zangu. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka saa 10 hapa nina muda wa kuweza kuengage, kufanya vitu gani, mambo ya kazini. Alafu jioni naingia darasani. Wow. Japokuwa ni changamoto kwa sababu kuna vipindi unaweza ukamiss, kuna safari za hapa na pale, lakini nashukuru Mungu anatuwezesha. Amen. Very interesting jamani. Wow. Na kwa upande wako labda wa masuala ya kijamii sasa, kwa sababu tuhusianishe masuala ya chuo, kwa sababu wewe ni mwananchi kama wananchi wengine. Wewe ni mpangaji kama wapangaji wengine, sometimes unalipa kodi kama watu wengine. Masuala ya kijamii unahusikaje kwenye masuala ya kijamii, na utuelezee namna ambavyo unahusika kwenye jamii yangu naishi? Yes. Kwa mfano umetuambia hapo, kwa mfano upo kwenye hiyo shirika la recycling, wanafanyaje kazi na vijana wanashirikishwaje? Okay. Yes. Kwenye hiyo kampuni tuseme ni kampuni ambayo inajihusisha na urejelezaji wa taka za plastiki kwenda kwenye matofali ya kujengea. Kwa hiyo katika hiyo kampuni pia tuna organization, ambapo organization hiyo imelenga katika kuempower women, inaitwa WOF, Women in Recycling Foundation. Kwa hiyo hii organization ina deal katika kuhakikisha tunawafanya wanawake wanakuwa part of waste management activities. Kwa sababu tunaamini mwanamke ndo ambaye anashinda nyumbani sana na ana handle zile waste kuanzia nyumbani. Kwa hiyo tunaamini tukimpa elimu huyu mwanamke ataweza kufanya wonders kwenye masuala ya waste management. Kuna fursa zipo kwenye masuala ya waste management. Kuna watu wanauza plastic, kuna watu wanarejeleza plastic kwenda kwenye urembo, kwenye decorations mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa kuna gap. Activity nyingi za mambo ya waste management zilikuwa zipo kwa wanaume sana. Ndio maana leo hii ukimwona mwanamke anapita anaokota labda chupa, unaweza ukashangaa. Au ukakuta mwanamke ana collection center anakusanya plastic, unaweza pia ukashangaa kwa sababu jamii haijazoea. Kwa hiyo tulitamani kuwaonyesha wanawake kwamba they can be part of waste management, lakini pia huko wanaingiza pesa. Kwa hiyo tunafanya sana shughuli zetu Temeke, na tuna jamii kule ambayo tunaisaidia, tunawapa elimu namna ya kusort takataka, namna ya kusegregate waste kuanzia nyumbani, yani kujua taka hizi ni za plastiki na zinakaa peke yake, labda naenda nikaziuze. Chupa sasa hivi tuseme kilo moja inauzwa 400 mpaka 500. Kwa kama una plastic pale nyumbani unaweza ukakusanya hata kilo 2-3 ukauza ukajiingizia kipato. Lakini pia unaweza ukafanya recycling ya hizo chupa kwenda kwenye activity nyingine. Apart from kuwapa elimu hiyo ya mambo ya waste management, pia huwa tunaangalia changamoto gani wanapitia hawa watu au hawa wamama wa hiyo jamii. Sana sana tunadili na wanawake na young women. Kwa hiyo huwa tunashirikiana na organization nyingine au na taasisi nyingine
kuhakikisha kwamba wanawake wanapata financial literacy, namna gani wanaweza wakasave, lakini pia tunashirikiana na hizi organization nyingine kuhakikisha wanapata elimu ya uzazi, elimu ya afya, kwa sababu tumegundua kwamba wanawake wengi wa Temeke, wengi sana wanazaa wakiwa na umri mdogo, lakini wengi hawana elimu ya family planning. Kwa hiyo huku tunawafundisha namna ya kuona fursa zilizopo kwenye waste management. Pia tunahakikisha tunashirikiana na wadau wengine kuhakikisha kwamba let's say mama alikuwa anaingiza 2,000, ana watoto 7, tumemuongezea kipato labda mpaka afike 7,000 au 6,000. Lakini kama ataendelea kuongeza watoto, hiyo hela haiwezi kutosha. Kwa hiyo while tunawafundisha namna ya ku make money, tunahakikisha pia wanaweza kupata elimu namna ya kusave hizo pesa walizozipata, lakini pia namna ya kuweka family planning na kujikinga na magonjwa. Wow. Mambo ni mazuri kama unavyokwisha kutusikiliza dada Flo, tuna flow, watu wana madini na inakuwa ni nzuri sana ambapo unaendelea kutufuatilia na kujifunza vitu mbalimbali kwa wasichana wadogo kama hivi unavyotuona hapa. Wakati tunaenda mwishoni tuna mengi ya kutamani kuyajua, na mimi msikilizaji ana mengi na nahisi watatuandikia ujumbe ambapo wanaweza kuhitaji part 2 na tunaweza tukawa na mengi zaidi ya kukueleza wewe msichana ulieko chuoni, ulieko nyumbani, na fursa kama hizi ambazo unaweza engage kwa ajili ya kupata kipato chako. Mary, changamoto gani ambayo wakati tunamalizia, changamoto, wewe ni msichana, naamini kuna vitu vingi tunapigwa vita sana, ofisini, chuoni, nyumbani, hivyo kwa namna moja au nyingine, changamoto gani kubwa ambayo unaikumbuka mpaka unasema mimi hii changamoto yani nisinge fight au nisingekaa vizuri na Mungu au nisingekaa vizuri na hawa watu wangu sahihi ambao wamenipush, kwa kweli nisingefika hapa? Changamoto ya jumla au ya uongozi? Kwenye uongozi, alafu utatuambia ya jumla. Okay. Changamoto ambayo nilipitia, tuseme labda matatizo ya kifamilia. Kuna wakati ulifika nilikuwa nauguza. Nilikuwa nauguza, mamangu alikuwa anaumwa, kwa hiyo na hiko kipindi ndio kilisababisha hata nikawa sijihusishi sana kwa sababu ilikuwa na stress, unajua unashindwa concentrate sometimes. Kwa hiyo nakumbuka kwa kipindi kilikuwa kigumu sana kwangu, na ndo ambacho kilinifanya hata nilipofika chuo ni kama nilivyokuwa nimegive up kule chini, nilipofika chuo pia nikaona sikuwa na umuhimu wa kuendelea kile ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa hiyo changamoto za kifamilia, lakini pia changamoto za chuo, tuseme namna unavyo associate na wanafunzi wenzio. Yani sometimes unaweza kuwa unafanya kitu lakini watu hawaoni. Watu hawaoni, ujue usifanye kitu kuwaonyesha watu. Yani wewe kama unafanya kitu sahihi, watu watakuja kuona huko mbeleni. Kwa kuna muda unahisi unafanya kitu kizuri lakini hivi watu hawaoni, taoni wafuate. Yani hamuoni ambacho unachokifanya. Hiki sio kitu kizuri, watu hawaelewi. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana, kwa sababu kama kiongozi siku zote unatamani kuona unasikia positive comment kutoka kwa watu ambao unawatumikia. Sasa kama wanakuwa ni blind, yani like they don't see anything, wewe kama kiongozi ujisikii vizuri. Kwa kuna changamoto hizo za kiutendaji ambazo naamini tunaweza kuzishinda. Sio ngumu, lakini kama haujawa stable zinaweza kwa namna moja au nyingine zikakurudisha nyuma ukakata tamaa. Lakini pia siku zote nasema mimi naamini kwenye uwepo wa Mungu. Yani kuna muda unapitia changamoto, hata watu sahihi waliokuwa pembeni yako hawezi kukusaidia. Yani wanakusaidia lakini kuna ukomo wanafika. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa akinionekania, akinisaidia. Nimeweza kuyashinda hayo, lakini naamini hapo mengine anakuja. Tutapata nguvu ya kuyashinda pia. Wow. Tunapomalizia, mambo matatu ambayo unaweza ukamwambia yule msichana ambaye anakutazama, anapitia family problems, anapitia situation za chuo kama hivyo, anatamani kufika sehemu fulani au anafanya lakini hapati hiyo support, lakini pia bado hana watu ambao anaona kabisa watu wanaweza kunisaidia, lakini saa nyingine anawapata lakini namna ya kuwalinda wale watu au namna ya kuwatumia. Lakini wakati mwingine pia mimi naamini chuoni ni sehemu pekee ambayo kama hivyo ukijiengage kwenye event mbalimbali unaweza kukutana na watu mbalimbali, lakini kuna yule msichana ambaye bado anaogopa kuanza au anaogopa kuonesha japo anapitia hizo changamoto. Vitu vitatu ambavyo unaweza ukamwambia. Okay, natamani ni mlenge mwanafunzi ambaye anaingia chuoni
yani niseme fresh kabisa, au hata ambaye yuko mwaka wa pili hajachelewa sana. Chuo ni kama jukwaa la kuonesha nini kile unaweza. Kama unahisi wewe una uongozi, basi chuo ni sehemu ya kuonyesha kwamba mimi ni kiongozi. Omba kuwa siara, omba kuwa mbunge wa darasa, shiriki kwenye hizi clubs, kuna clubs mbalimbali kwenye vyuo. Jitahidi kuengage kwenye zile activities ambazo ziko chuoni. Naamini kwa miaka hiyo mitatu, let's say 4 5, utajikuta umeondoka na connection kubwa sana, kwa sababu mimi hata bosi wangu ambaye nafanya naye kazi sasa hivi nimekutana naye chuoni. Na alikuwa interested na mimi kwa sababu nilikuwa kiongozi wa club. Yani like alinifuata akaniambia, "Naomba nitafutie msichana mmoja ambaye yuko very active na mvulana mmoja ambaye yuko very active." I was like, "Unataka msichana ambaye yuko active?" Nikamwambia nitakutafutia. Lakini nimekaa nikafikiria kasi, kwa nini mimi sio active? Yani sio kama hawapo active, lakini kwa nini najichukulia poa kiasi hicho? Nikamwambia okay, nimepata mvulana lakini msichana active nitakuwa mimi. Akasema okay. So hapo ndo safari yangu ilipoanza ya kufanya naye kazi. Kwa hiyo ni hivyo, kujionyesha na kushiriki kwenye nafasi mbalimbali ambazo ziko chuoni. Lakini kingine cha pili ambacho ninaweza nikamwambia, jua purpose yako wewe. Yani kama umeingia chuoni, know your purpose. Ukishajua nini unataka kuwa, yani hiyo diversity ya shule, si mambo ya magrupu, si peer pressure haziwezi kukutingisha, kwa sababu unajua wewe unataka kwenda wapi. Kwa hiyo mimi nilikuwa na lengo la kuhakikisha namaliza. Kwa hiyo lengo langu la kwanza ninamaliza chuo, lakini siondoki vivi. Yani nilikuwa na ndoto sana ya kuhakikisha kwamba nasoma huku nafanya kazi. Kwa hiyo hata nilipokuwa kwenye hizi haso zangu, nilikuwa na apply kazi. Imagine uko diploma na apply kazi kwenye organization. Mtu anakuambia sasa utafanya kazi saa ngapi? Some of them wanakuwa hawakuamini, lakini kikubwa kuwa na purpose. Jua nini kimekupeleka. Lakini kingine ambacho ilibidi kiwe cha kwanza, God is first jamani. Yani haijalishi umetoka kwenye familia yenye magumu kiasi gani, siku zote Mungu ana pave way ya wewe kupita. Na ndio maana kama nilikumbuka ambacho nilisema awali, mimi nilikuwa naomba Mungu sana aweze kunipa kibali cha kwanza. Unaweza ukawa na kitu kikubwa ndani yako, lakini watu hawakupi hata nafasi ya kukionyesha. Yani hebu toka hapo mbele. Hebu usiongee, umeona? Kwa sababu umemiss kibali. Lakini nilikuwa naomba Mungu sana anipe kibali. Kwamba hata kama nina jambo langu, nina hofu ya kumwambia, lakini watu walipokee vizuri. Hata kama ni la ovyo, lakini mtu anisikilize, alafu aniambie Bwana Mary ni hivi hivi na hivi. Hilo ni ombi langu kubwa sana. Lakini pia nilikuwa naomba Mungu anikutanishe na watu sahihi. Yani hilo ni ombi ambalo huwa naliomba kila siku. Anikutanishe na watu ambao hata nikiwa kwenye down mood atagundua kwamba Mary hayupo vizuri, inabidi afanye hiki. Mary hapo unakosea. Mary fanya hivi. Mtu ambaye ataona mimi nini naweza ambacho mimi sioni, atagundua vile vitu, atagundua uwezo wa ndani ambao mimi ninao. Kwa hiyo hayo ni maombi ambayo tunahitaji kuyaomba kila siku. Lakini pia afya njema, kwa sababu haya yote tunayazungumza, mipango yote kama usiokuwa na afya ni ngumu kuyatekeleza. Kwa hiyo hayo ni ya muhimu. Mungu kwanza, jiamini kwenye kile unachokifanya, show up, lakini pia kuwa na purpose na usiruhusu mtu aharibu purpose yako. Kama unaona marafiki zako wanakufanya ushindwe kufika kwenye purpose yako, you can change. Kama uweze ka change group la watu 7 wote wakaamini kwenye kile unachokifanya, lakini unaweza wewe ka change hilo group ukaenda kwenye group lingine. Mambo ni mazuri jamani. Na kwa watu ambao watatamani kukufuatilia baada ya hapa, wanakupataje? Mitandao yako ya kijamii, namba zako, maana naamini wapo wengi ambao watakutafuta baada ya hapa. Okay, kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa Maria ya herufi ndogo ina H, Maria_Daudi, ambapo hiyo natumia kwenye mitandao yangu yote. LinkedIn natumia kwenye Instagram, lakini pia na Facebook. Napatikana pia WhatsApp kwenye namba 0656379849. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp tu, kwa hiyo unaweza ukanicheki WhatsApp. Kama kutakuwa na lolote, tunaweza tukashirikiana, tunaweza tukajadiliana na kuona ni kwa namna gani tunaweza tukafikia malengo. Asante sana, na hii ni Dada Flow.
karibu. Na wewe ambaye binti unayetusikiliza, kama una jambo, una kitu unatamani kushare na watu wengine, kuna jina letu hapo litapita la Instagram, namba zetu za simu. Wewe tutafute tu kwamba mimi ni msichana ambaye nina uwezo wa kufanya 1 2 3, lakini natamani kushare 1 2 3 na vijana wengine walioko chuo, mabinti wengine walioko chuo. Basi sisi hatutakuwa na budi ya kukutafuta na kukupata, kutushirikisha kile ambacho ulicho nacho. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Mimi ni Unosie AM.